Na mtazamaji bwana, kituo ambacho kimefuata hivi sasa ni kituo cha pango la mtumwa. Pango la mtumwa ambao linapatikana huko bila shaka. Kwa hiyo tutakwenda nako kutazama ni nini kilichopo kwenye pango la mtumwa. Kwa nini pango la mtumwa hasa? Ni pango la mtumwa kwa sababu pango hili limebeba historia juu ya mtumwa. Ndio. Juu ya kuelezea shughuli za biashara ya utumwa katika kipindi hicho na zilikuwa zinafanyika, lakini pia ni namna gani pango hili lilimsaidia huyu mtumwa kumuhifadhi kwa siku kadhaa. Kwa hiyo tukifika pale litaelezea kwamba ilikuwaje. Basi wakati ni sasa, twende tukatazame ambayo yanapatikana huko kwenye pango la mtumwa. Karibuni sana mwandishi. Hapa tulipo sasa ndiyo sehemu ya pango. Sehemu ya pango. Hii ndio sehemu ya pango. Ndio. Pango la mtumwa. Pango la mtumwa. Pango la mtumwa kutokana na maji naona. Niloa sana kutokana na mvua hizi. Kwa hiyo hii ndo pango. Ndio. Ningeweza kuingia ndani ingekuwa vizuri, lakini naona mandhari hapa kidogo mandhari hapo kumekuwa na tope sana. Kumekuwa na tope sana. Lakini tunawezekana pia kuingia kwa wakati mwingine. Sawa. Kwa hiyo hili ndo pango la mtumwa. Kwa karibuni sana. Sawa. Kwa pango sasa hii. Kwa nini pango la mtumwa Kuja mpaka pango hili kipindi kile cha biashara ya utumwa enzi za Wajerumani, kuna mtumwa ambaye alifanikiwa kukimbia kutoka kwenye msafara wa watumwa. Alipokimbia akaja akaingia huku kutoka kule njiani, akaja kuingia huku. Sasa alipoingia huku, hapo juu kuna njia ya kutokea. Tukifika hapo hivi tutazunguka hapa juu, kuna njia ya kutokea hapo. Alipofika hapa alitembea hadi hapo juu, afu akarudi akaingia hapa huku. Kwa hiyo wale walipokuja walipoangalia nyayo tu hivyo akajua huyu amepanda juu, kumbe ameingia huko. Kwa hiyo alikaa huku kwa siku 4. Siku 4 hizo akila matunda, akila mizizi, kwa sababu mto ulikuwa umejaa maji. Yaani baada ya kukaa kwa siku ya kwanza ile kusubiria kwamba wapite, mvua ilinyesha. Kwa hiyo mto ulijaa maji akashindwa kuvuka. Kutokana na mazingira. Kwa hiyo kabidi akae huku hadi mto upungue maji ndiye harudi tena kijijini. Kwa hiyo alikaa huku kwa muda wa siku hizo 4. Baada ya hapo maji yalipopungua pale mtoni, alirudi akapita na akarudi akawaambia pale kijijini kwamba jamani, kuna pango liko hapa limenisaidia. Nimekaa kule kwa siku kadhaa na hawa mabwana hawajanikamata. Kwa wale nao kuja baada ya kuhofia kwamba wanaweza kaja huyu mmoja ikasababisha wakakosa na wale wengine, wakasema bora warudi ili kuweza kuwazuia wale wengine wasiondoke, maana waliwaacha na walimwacha na watu wachache wa ulinzi. Kwa hiyo akaamua kurudi. Kwa hiyo alikaa hapa kwa hizo siku. Baada ya hapo akarudi kijijini. Ndio maana tukasema hili ni pango la mtumwa, baada ya kumsaidia mtumwa. Bana, ni story ambayo itakuvutia sana kuhusiana na pango hili la mtumwa, likiwa limemsaidia bwana asichukuliwe katika kuwa miongoni mwa wale watumwa ambao watapelekwa sokoni kuuzwa na kwenda kufanyishwa kazi huko katika maeneo tofauti ya ulimwengu. Tunaweza tukazunguka kwa juu. Tunaweza tukazunguka hapa kutokana na maji naona tuwezi ingia kidogo, lakini kwa hapa juu napitika
hapa hivi. Kwa hiyo yule bwana baada ya kuingia kule, ndio baada ya siku kadhaa amekaa sasa, ikabidi aone, yani ili kuhakikisha kwamba kwanza sehemu ni salama, ikabidi ndio akakaa kagundua kumbe kuna njia nyingine kwenye wa kutokea. Kwa hiyo akatokea huku juu. Alipotokea huku juu ndio akarudi wapi? Akarudi kijijini kule sasa. Yeah. Kwa kumbe alipoingilia kule alikuja alitokea hapa. Yeah. Kwa hiyo ili haliendelei huku? Hapana, haliendelei. Hili ni hapa. Ambapo ukiingilia pale kuna uwazi tu hivyo mtu kuweza kukaa kwa muda afu baadaye anatoka. Sio kwamba ni kubwa, hapana, sio kubwa sana, lakini linaweza kuhifadhi watu 4 hadi 5. Bana, ni jambo la kuvutia sana kuhusiana na pango hili ambalo lilimsaidia mtumwa kukimbia kutoka kwa Wajerumani baada ya kujificha humu ndani, lakini baadaye akawa ameondoka. Bado maeneo ni mengi sana, mengi katika hifadhi ya Mkingu. Ni wakati wako wewe kuja kujionea mwenyewe na kuenjoy mandhari safi katika maeneo haya hapa. Karibuni sana wote mnakaribishwa, watu wa Tanzania, lakini pia watu kutoka nje ya Tanzania. Hapa nazungumzia mataifa mengine ya Afrika, lakini pia Ulaya, hata Amerika na Asia. Nyote mnakaribishwa kufika katika hifadhi hii ya Mkingu ambayo inapatikana katika tarafa ya Turiani ndani ya mkoa wa Morogoro. Karibuni sana.